Kwa kila anayetusikia hapa sasa, akubali kujua ya kwamba mambo ya rohoni hayaendani na teolojia. Yaani teolojia na mambo ya rohoni ni kama mafuta na maji. Sasa wale wanaosoma teolojia mchungaji, utawakuta ndio wameharibu mfumo ya Ukristo. Nisiende mbali, kwa mujibu wa maandiko, mwanamke hakupewa jukumu ya kuwa mchungaji. Lakini akisoma teolojia atakuwa mchungaji. Kwa mujibu wa maandiko, mwanamke hastahili kujipamba kama tunavyoona leo. Lakini wanaoruhusu yale makanisani ni wale waliojidai kusoma sana, kutembea sana, kwenda hapa na pale. Hatujakataa kutembea wala kusoma, lakini hiyo masomo ilikuja kwa lengo ya kuondoa Mungu katikati ya watu na kuachia ujuzi wa elimu. Mtazamaji wa chaneli yetu, katika kuendelea kutafuta njia sahihi ambayo itatufikia kwa Mwenyezi Mungu, nipo na walimu hapa ambao wametoka Kongo, lakini moja ya kitu ambacho nimevutiwa nao sana kwao ni kuhusiana na vile wanavyofundisha Mungu, wanavyofundisha kuhusiana na Mungu. Mungu ni nani hasa? Wao mafundisho yao wanataja moja kwa moja kwamba Yesu ndiye Mungu mwenyewe, kwamba Yesu ndiye Mungu mwenyewe. Najua tumekuwa na changamoto ya kutoka katika dini zingine au watazamaji ambao wapo nje kama wapagani, wanaona kwamba mbona Wakristo ni kama wao kwa wao hawaelewani, hawamjui Mungu wao. Kwa hiyo nikasema tufanye hiki kipindi tuone kuna shida gani hasa kwa sisi Wakristo, kuna shida gani hasa, kwa nini tunashindwa kuwa na Mungu mmoja ambaye wote tunamuelewa kwamba hivyo ndivyo alivyo. Kwa hiyo walimu wangu, jamani, karibuni sana kwenye kipindi chetu, na kwa kwanza tujitambulisha hapa alafu tuingie kwenye kipindi moja kwa moja. Kwanza habari za leo, Bwana Yesu asifiwe. Amina, tunasema Bwana Yesu asifiwe pia. Kwa majina naitwa mtumishi wa Mungu Matenda. Na huwa tumetoka Kongo, tumetumia lugha la Kifaransa, tunasema pia EJD. Yaani jina rahisi kusemeka kwa nchi za Swahili ni Matenda. Mimi ni mtumishi wa Mungu, ni mhubiri wa habari njema inayohusiana na siku za mwisho, ili kuweza kuwarudisha watu katika msingi halisi. Yaani tukiwa tumesema msingi halisi, yaani msingi unaofaa, ile ambao ilianzishwa na Mungu mwenyewe kupitia manabii na mitume. Na tunafikiri tukirudia kwenye Efeso 2:20 nimesema tumejengwa kwa msingi ya mitume na manabii, na Paulo amesema msingi yeye amepewa ujuzi ya kuiweka hiyo msingi, na wala hakuna mwingine anayeweza kuweka ingine msingi zaidi ya ile ambao Paulo amesema ameweka, na hiyo msingi amesema ndio Kristo, na huyo ndio tunayemhubiri na sasa tuko hapa Tanzania. Asante. Karibuni sana mwalimu, tena na wewe karibu, wasalimia watazamaji, ujitambulishe kidogo. Haya, mbarikiwe sana. Kwa majina naitwa Theophile Mayumpa, ni mtumishi wa Mungu. Kama vile ndugu anamaliza kusema kwamba tumetokea nchini Kongo, ni kweli kabisa. Tumekuwa pamoja katika harakati za kutangaza ujumbe wa nyakati za mwisho kama Yesu alivyokuwa akisema, na mitume pia. Na hili ndilo lengo letu, ni kufikishia watu ujumbe ambao mara kwa mara upigwa vita na kutamani upotezwe, lakini Mungu amesema atalijenga kanisa, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Kwa hiyo kila mara Mungu uzidisha na kuendelea kutia nguvu wale ambao waliwateua kwa ajili ya kutangaza ujumbe, na ndio maana tena tuko hapa kwa nchi ya Tanzania, katika mji huu wa Dar es Salaam. Sawa, nashukuru sana. Kawaida kwenye kazi zingine hizi za kawaida watu wanakuwa wamesomea kitu fulani, hata kwenye kutangaza Injili kuna wale wanakuwa wamesomea theolojia, na kuna wale ambao wanasema wameshukiwa tu kwamba Mungu anawashushia kipawa waweze kufanya kazi ya Mungu. Wengine hata baada ya kushushiwa kipawa wanaenda kusoma, wengine wakishushiwa kipawa wanaanza kufanya moja kwa moja kazi ya Mungu. Nilitaka kujua kuhusiana na nyinyi, lakini nianze na mwalimu Theophile. Asante kwa kadiri ya swali hilo. Mimi mwenyewe siko msomi. Mimi siko msomi, pamoja na kutokuwa msomi wa science, lakini pia siko msomi wa teolojia. Yaani kadiri ya Mungu alivyotujalia ndivyo tunavyokuwa tukitangaza ujumbe, kwa kuwa hata mitume miongoni mwao hawakuwa wasomi,
ila walikuwa wanatangaza ujumbe na walishangaza wasomi. Kwa hiyo ni neema tumepokea kutoka kwa Mungu. Sawa sawa, Mwalimu Matenda, hapa labda kuhusiana na hilo la elimu ya dini. Tuseme tu kwanza kwa wasikilizaji wao wametusikia vizuri, na ni kipindi kinahusu Ukristo, na niongee kama Ukristo ni kama tu kabila fulani au niseme kama nchi fulani, na kila nchi huwa ina kiongozi na mpangilio ya uongozi, na kila nchi ina katiba, na tukiongelea katiba ya Ukristo ni Biblia. Yaani kama tunaweza kuongelea Ukristo, kwanza tu tumeenda kuchunguza maandiko. Kuhusu elimu, kwenye kitabu cha Mezali sura ni ya 4 aya ni ya 16, maandiko yanasema umshike sana elimu, usiache elimu ikutoweke. Yaani tumeruhusiwa kusoma ili tufunguliwe akili kwa kujua, na hii ni elimu ambayo kwa mtu ambaye hana uwezo kipato ndio anaweza kushindwa kusoma, lakini tumeruhusiwa kusomea udaktari, kusomea mambo ya kuendesha ndege, kuendesha meli, mambo ya kufanya uchuruzi na kadhalika. Yale tumeruhusiwa kabisa, yaani hatuna imani ya kusema kusoma ni mbaya, lakini masomo ambao sisi tumesema kama sio halali ni hiyo sasa inayohusiana na mambo ya Biblia, kama vile mtumishi Theophile anavyosema, na wachungaji wengine wao watatufata kwa hiki kipindi. Wachungaji tufikiri sana kuhusu maandiko. Yesu mwenyewe ambaye ametuanzishia imani kwa mujibu wa maandiko, Yesu hakusomea kuhubiri Injili. Lakini amesema kwenye Luka 4:16, Roho wa Bwana iko juu yangu, amenitia mafuta ni wahubiri maskini habari njema. Baada ya hapo kuna wakati Yesu amehubiri, watu wamesema huyu amepataje elimu mtu ambaye hakusoma? Nafikiri iko kwenye kitabu cha Yohana sura ya 7 aya ni ya 14 na 15 hapo. Yesu hakusomea mambo ya Mungu. Lakini pia tukiangalia hata wafuasi wa Yesu, alikuwa na wafuasi kama 12. Kuna wale ambao ni wasomi lakini sio wasomi wa kusomea mambo ya Mungu. Kwa mfano Mathayo. Mathayo alikuwa mtoza ushuru, yaani mtu ambaye alitumika kwenye serikali, yaani ni msomi. Yaani hawezi uenda unalipisha ushuru wa serikali wakati wa kusoma, yaani una ujuzi katika yale mambo. Huyu alikuwa msomi na Yesu akamuita akawa mtume. Lakini tukiangalia wakina Petro, Yesu amewakuta baharini wako wanavua samaki. Na habari za Petro hatukufanyikiwa kuona mahali ambapo kusema alikuwa na elimu ya kusomea. Lakini tukirudia kwenye kitabu ya Matendo ya Mitume pale kwenye 4 na mstari wake wa 13, wakati mitume walijazwa Roho wanahubiri ukweli wa Mungu, maandiko nasema wakashangaa, wakasema wakaanza kushangaa mitume na kuambia, wamepataje ujuzi wa kuhubiri haya maneno kama haya watu ambao hawakusoma? Yaani ni watu ambao hawakwenda kusomea ili wawe wahubiri. Sasa hii teolojia muda mwingine, mtangazaji, tunaweza kuwa na muda ya kuiongelea chanzo, chimbuko, imeanzia wapi, nani kaianzisha, mwaka gani, ili tuje tugundue kwa nini leo ni elimu ambayo imezingatiwa sana katika Ukristo. Lakini kiukweli katika Ukristo ukisomea mambo ya ulimwengu sio kosa, lakini kuhusiana na dini hatuwezi enda kwenye masomo ya dini, ila kuna hiyo ambao tunaweza kusema kuna mipangilio ya kanisa. Kwa lugha la Kifaransa, sijui mtangazaji utakuwa umeelewa, tunaita formation, yani mfumo fulani mfumo wa kitaasisi. Yani wachungaji wanaweza kuwa na muda kuwatia watumishi wengine fasi fulani, wanaanza kuwapelekea, wanawaambia tunaongea mambo ya Mungu hiki kama leo na kesho tumerudi manyumbani. Lakini ukitazama hiyo teolojia wanaenda kuisomea, hata wanailipia schools. Wanalipa ada. Naona vizuri. Na wakati anatoka huko hata alikuwa hana wito ya utumishi, kwa sababu tu amesoma atakuja kuanzisha kanisa. Na ndio shida ambayo leo ulimwengu ya Ukristo imedumbukia katika shimo ambayo inameza ulimwengu. Sababu gani? Wanaoongoza Ukristo
sio wale walio tena itwa na Mungu, bali waliopewa kazi na elimu ya teolojia. Asante. Lakini mimi sikusomea teolojia, nimesoma tu masomo ya kawaida ya kujitengenezea maisha shuleni, lakini yanayohusu mambo ya Mungu sikwenda kwenye teolojia. Sawa, ni ufafanuzi mzuri juu ya theolojia, lakini nachozungumzia kuhusiana na kusomea, kuna ile namna ambayo inasemekana, acha ile ambayo wewe mwalimu nasimama unawafundisha waumini fulani kuhusiana na Mungu. Kuna ile ya kwamba mnafundishwa jinsi ya kufafanua maandiko ya Biblia na jinsi ya kumfafanua Mungu, kwamba kuna mtu mwingine anakuja na wafundisha hivyo ndivyo inavyotakiwa ifafanuliwe, kwenye mstari huu inatakiwa ifafanuliwe hivi, hii ipo sawa, hii haipo sawa. Kabisa, nasikia swali lako ni nzuri. Acha niseme hivi ya kwamba kwa habari ya imani, Mungu humuita mtu na kumpea kazi ili awe mtumishi. Sasa kwa kile ambacho yule aliyoitwa kapewa kazi na Mungu, anapoenda kuwahubiri watu, anawahubiri ule Mungu ambaye alimpa maneno ya kuhubiri. Baada ya kuwavuta wale watu, Yesu amesema kwenye Mathayo 28:19, enendeni ulimwenguni pote mkahubiri habari njema. Aaminie 28:19, enendeni ulimwenguni mkafanye mataifa kuwa wanafunzi. Unanifuata? Yaani baada ya kuwahubiri, si wamekuja, wanahitajika wawe wanafunzi. Mwanafunzi ni nani? Ni mtu ambaye amekubali kunyenyekea kwa fundisho la mwalimu, yaani anafunzwa. Sasa yule ambaye alipewa wito, niseme kwa mfano tunaweza kuwa watumishi 10 hapa. Mimi Mungu amenipea neema ya kuwa na ujuzi kuhusiana na ubatizo. Sasa hiyo inahitajika wale wengine watumishi ambao ninafanya nao huduma, niyo nimewaitisha, tumekaa kwa ndugu, kuhusiana na ubatizo Mungu amesema ni hivi 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 hivi. Hapo hiyo sasa nawe maanisha kwamba wewe umesema amekupa labda kujua kuhusu ubatizo. Hiyo unamaanisha ni kufunuliwa, si yale yaliyoandikwa pale kwenye Biblia. Sio kwamba unafika pale unasema jamani, kuhusu ubatizo andiko hili limeandika hivi na hivi, au unafika pale unasema kuhusu ubatizo Mungu amenifunulia kwamba tuwe tunafanya hivi hivi na hivi. Ni kipi unachagua, yale ya mafunuo au yale yaliyoandikwa pale kwenye Biblia unapokuwa wafundisha wale wenzako kwa muda huu? Asante. Unajua hiyo neno ufunuo ni uwanja mkubwa ambao ina vipengele vingi. Lakini tukirudia kwenye maandiko ya kitabu cha Luka 24:44 hadi 45, maandiko yanasema Yesu akawafungua akili wapate kuelewa na maandiko. Sasa tunapoongelea habari ya ufunuo, kuna yale ambao watu wanasema nimesikia sauti. Nilikuwa sehemu fulani, nimesikia sauti. Kuna mtu kakwambia nimeota ndoto. Mungu ameongea na mimi kwenye ndoto. Unanifuata? Kuna mtu anasema nilipokuwa nikisoma maandiko, Mungu kanifanyikisha kuwa na maarifa ya kuelewa ya andiko kwa usahihi. Na ni wewe hiyo mambo njia tatu ambayo nimesemwa hapo. Sasa mimi upande wangu yale mambo yote tatu ninayakubali. Kwanza ninakubali Mungu anaweza kusema na mtumishi kwa sauti, anasikia kwenye sikio lake. Pili, ninakubali mtu anaweza kuota ndoto, Mungu ameongea na mtu hata kwenye ndoto. Tatu, nakubali mtu anaweza kusoma maandiko ya Biblia kisha Mungu anampa ujuzi. Ukirudia kwenye kitabu cha Tito 1:1 nasema ili mpate kufunulia mpate ujuzi wa kuijua hiyo kweli. Yaani kuna ujuzi ya kujua kweli. Sasa ile ujuzi inawezekana kama mtumishi Teofile hapa anaweza kuwa na Bible, anajitia fasi ambapo kuna ukimya, anaanza kusoma maandiko. Sasa katika kuyasoma, anapokuwa katika kuyatafakari, anaanza kupata neema ya kujua nini ilikuwa inasemwa kuhusiana na hiyo andiko. Akifanyikiwa kupata lile, anakuja anatuambia. Akifanyikiwa kupata sauti, anakuja anatuambia. Akifanyikiwa kuota ndoto, anakuja anatuambia. Yaani hiyo njia tatu yote iko sahihi. Lakini sasa shida iko tofauti na yale ambayo tunaona leo. Kwa sababu gani mtangazaji? Iwe kwa ndoto, iwe kwa sauti, iwe kwa kusoma maandiko. Unabii, ufunuo ni kama ndege.
naona ndege ambayo inachukua watu. Yes. Sawa, inaenda kwenye uwanja inabeba watu sijui Marekani na kadhalika. Lakini Biblia ni kama uwanja wa ndege. Okay. Yaani nataka kuongea hata ungepaa sana kwa ufunuo, ni lazima ufunuo wako iwe imelingana na maandiko na Biblia. Okay. Yaani unaona, yaani hata ndege ikipaa sana, mwisho wa hiyo ndege itashuka tu kwenye uwanja. Unanielewa vizuri? Sasa watumishi wengi leo wamejidai kwamba wamefunuliwa. Sasa hiyo ufunuo tunapoilinganisha na maandiko haiendane. Sasa wewe kama ndege uliyepaa utashukia wapi? Majini. Sasa sisi Wakristo unapotuletea ufunuo hatukupinge. Hata Biblia inasema musikweze unabii, bali muujaribu, muupime. Sasa tunapotaka kuujaribu unabii tunarudia sasa kwenye Biblia sasa. Huyu ndugu ameongea kuhusu amefunuliwa. Sasa hii mambo anaofunuliwa imeendana na maandiko? Hapana. Pale tumejua ni nabii wa uongo. Unabii ufunuo hauwezi kupingana na maandiko, bali unabii unafafanua maandiko, ila nguvu ya unabii ni maandiko. Sasa ikiwa ufunuo ambao iko tofauti na maandiko, hiyo sisi hatukubaliane nayo. Sijui kama nimejibu hapo. Umenijibu vizuri na nakushukuru kwa ufafanuzi, lakini kabla hatujahama sana hiki kipengele, nataka nimuulize mtumishi Theophili hasa kuhusiana na hii kutangaza habari njema, tuseme kwa ufunuo. Ni wito umeitwa ukaenda kutangaza, au ni baada ya kuona, tuseme unahudhuria kanisani, unapata yale mafundisho, ukipata yale mafundisho unaona sasa na mimi naweza kuwafundisha wenzangu, au ni Mungu mwenyewe uliona kama kuna wito amekuita wa kwenda kutangaza watu? Na hili ni swali la kibinafsi zaidi. Haya, kwanza nitashukuru sana kwa swali hilo. Nikienda nyuma kidogo, nasikia mwalimu amerudia kwa andiko la Mathayo 28 na 19. Yesu anasema, enendeni ulimwenguni mkafanye mataifa kwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho, na kuwafundisha yote niliyowaagiza. Kwa hiyo wakati wanawafundisha, wale ambao wamefundishwa wanatakiwa wafundishe wengine. Sasa kwa hiyo tunapoamini Yesu Kristo, tunaamini kupitia wale ambao walifundishwa, na sisi tunafundishwa, na tukifundishwa tunaendelea nafundisha yale mafundisho ambayo tulifundishwa. Kwa hiyo si kana kwamba tulifunuliwa mambo ambayo hatukufundishwa. Maana yake tunafunuliwa kupitia mafundisho tuliyopokea, na baadaye tukisoma maandiko tunaendelea napata ujuzi wa kweli. Kwa hiyo mimi binafsi sina ufunuo kama wangu mimi pekee, ila ni ufunuo ambao umetokana na walimu ambao walipokea mafundisho na sisi wakatufundisha. Baada ya kutufundisha na sisi tukaanza kufundisha wengine. Sawa, sasa nirudi, hili litakuwa swali la mwisho kwenye kipengele kuhusiana na theolojia. Unafikiri ni lazima mtu awe na elimu ya theolojia ndipo atatangaza neno la Mungu vizuri, manake ili muende kwa makubaliano, au mtu anaweza kutangaza? Nafikiri kwenye hilo utakuwa tayari umenijibu. Je, ni vibaya mtu kuwa na ile elimu ya theolojia, kwenda kukaa kulipia ada kusoma elimu ya theolojia ndipo akatangaza? Hiyo unaona kama inakubalika na ni sawa? Ndakuwa kwa ufupi kwa lile swali lako mtangazaji. Mimi niko wazi na naongea vizuri. Inawezekana mtu alisoma teolojia kabla hajajua ukweli. Hiyo teolojia hatutaifuta kwenye kichwa chake. Si hivyo? Lakini anahitajika sasa awe na roho ya utulivu, kutulia kwa wale ambao wamejawa na roho, ili wamfundishe ukweli. Naona kama vile ndugu anaitwa Gamalieli kwenye maandiko. Alikuwa amesomea dini, lakini alipokutanana na Yesu na Cornelio Paulo pia alikuwa amesomea dini, lakini alipokutanana na Yesu yale mambo aliyosomea sio ndio alianza kuhubiri. Yaani ninajibu hivi, kwa kila anayetusikia hapa sasa akubali kujua kwamba mambo ya rohoni hayaendani na teolojia. Yaani teolojia na mambo ya rohoni ni kama mafuta na maji,
hayawezi kuchanganya. Okay. Maana yake kwa wale wanaosoma teolojia ili waje wakawa watumishi, wao watumikie Mungu katika njia iliyo sahihi ya Mungu, bali wamepewa njia ya kupotosha watu, kwa sababu kinachopotosha ulimwengu wa sasa zaidi ukiwatizama ni waliosoma teolojia. Sasa huko kwenye teolojia, mtangazaji, kama unaweza fanikiwa kuongea na wale ambao wamesema sisi tumesomea teolojia, kuna kiwango cha elimu ya teolojia ukifikia, mpagani anakuwa mzuri mbele ya Mungu zaidi yako wewe. Yaani wewe umekuwa zaidi ya mpagani. Okay. Na nielewa vizuri. Yeah. Hata hiyo kichwa yenyewe ya hiyo usemi tunaongelea teolojia. Yeah. Katika ufafanuzi sisi tumesema kwa lugha la Kifaransa sema theos logos. Yeah. Ni kusema theos maana yake Mungu. Ile logos maana yake elimu. Yaani unapounganisha neno teolojia, yani elimu ya kujifunza Mungu. Sasa ili wewe ujifunze Mungu, ulianzia wapi? Wakati imesema ya kwamba Mungu ndio atatufunza maneno yake kwenye kitabu cha Yohana 8, kwamba Mungu ndio atakuwa mwalimu kwetu, atatufunza. Sasa sisi tunaanza kujifunza Mungu. Sasa wale wanaosoma teolojia, mchungaji, utawakuta ndio wameharibu mfumo ya Ukristo. Nisiende mbali. Kwa mujibu wa maandiko, mwanamke hakupewa jukumu ya kuwa mchungaji, lakini akisoma teolojia atakuwa mchungaji. Kwa mujibu wa maandiko, mwanamke hatastahili kujipamba kama tunavyoona leo, lakini wanaoruhusu yale makanisani ni wale waliojidai kusoma sana, kutembea sana, kwenda hapa na pale. Hatujakataa kutembea wala kusoma, lakini hiyo masomo ilikuja kwa lengo ya kuondoa Mungu katikati ya watu na kuachia ujuzi wa elimu wakapotea. Nashukuru sana kwenye hilo. Sasa tuje kwenye hili fundisho ambalo mimi kidogo linanishangaza. Watu sasa waliosoma teolojia wao wanaita hiyo ni modalism. Lakini mimi nataka nianze na swali hili kwa moja kwanza. Mtu akisema Yesu ni mwana wa Mungu, anakufuru, yupo sahihi? Ni sahihi Mkristo kumwita Yesu mwana wa Mungu? Mimi nitakuwa wazi na tuna mwalimu hapa Theophile. Najua mtangazaji, tunapokuwa kwenye mihadhara huwa muda umepimwa. Na kadiri muda umepimwa, hatuna mengi ya kuzungumza kwa undani.